Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, wewe ambaye unanifuatilia kupitia channel zangu mbalimbali ikiwemo channel yetu hii ya Angakola Media, bwana, leo tupo na miongoni katika sababu kubwa ambazo zinazoweza kuathiri watu katika maisha yao. Leo bwana, nataka nikupe miongoni katika sababu 4 ambazo zinazopelekea wanawake wengi kuingia katika mahusiano, kisha mahusiano hayo kujikuta kila kukicha yanakuwa ni yenye kuvunjika, yani hawawezi kudumu katika mahusiano yao. Lakini kabla sijaenda kukupa sababu hizi 4, la kwanza hakikisha una subscribe channel yangu ili kuendelea kupata darasa mbalimbali kutoka kwangu Dr. Angakola ama Khalifa Dr. Angakola, uweze kupata faida juu ya kuweza kujisaidia na namna gani ujue athari zinazokupitia katika maisha yako. Tukienda haraka, sababu ya kwanza ambayo inaopelekea wanawake wengi kujikuta ndoa zao ama mahusiano yao kuvunjika mara kwa mara, tunasema ni sababu ya kutokuendana kinyota, ni kutokuendana katika nguvu za kinyota. Hii ni kwa sababu kila mmoja ana nyota yake na kila nyota imebeba milango yake katika mifumo ya kimapenzi. Kila nyota inaendana na nyota fulani katika masala ya kimahusiano. Hivyo kuna muda wakati fulani unaweza kujikuta ukaingia katika mahusiano na mtu ambaye si katika nyota yako ya kimahusiano, utajikuta mtakaa kwa muda na baada ya muda mahusiano hayo yatakuwa yanavunjika. Kwa moja ya sababu tunasema ni kutokuendana kinyota baina ya watu wawili wanapoingia katika mahusiano. Ama sababu ya pili tunasema ni ile hali ya kufungwa ama kuchezewa kwa mlango wa mapenzi. Kila mmoja katika ufalme wake anakuwa na mlango wa mapenzi katika maisha yake. Ikiwa itatokea mlango huu wa mapenzi unaweza ukachezewa, basi ukajikuta wewe kila kukicha mapenzi kwako yatabaki kuwa ni historia. Kila siku utakuwa ni mtu wa kuchezewa na kuachwa, kuzalishwa na kuacha. Kwa sababu gani? Ule mlango wako wa mapenzi umekuwa umechezewa kiasi ambacho kinaweza kumsababisha kila mwanamume anayekuja anakuchukulia katika mfumo tofauti. Yani mwanamume anakuta kelala na wewe, amemaliza haja yake, anakuwa anakuchukia, anakuonea kinyaa, kwa sababu katika mlango wa mahaba ama mlango wa mapenzi baina yako na yule unayempenda ni mlango ambao tayari umeshaathiriwa ama umeshaweza kuchezewa. Ama katika sababu ya tatu ambayo unaweza kumpelekea mwanamke kujikuta kila anapoingia katika mahusiano yao na kuvunjika, unasema ni ile hali ya kuathiriwa na jini mahaba. Kuna athari ambazo wanawake wengi leo wanaathiriwa na majini mahaba kiasi ambacho jini huyu mahaba anapelekea ishara mbalimbali, ikiwemo kuchukia mwanamume ama ikiwemo kukosa hamu ya tendo la ndoa, kujikuta mtu anafikia mahala hutamani kabisa wanaume. Tunasema hii ni athari inasababishwa na jini mahaba. Unajikuta mwanamume ama mwanamke anamchukia mwanaume kiasi ambacho hatamani tena kuwa naye. Akishakuwa naye mwingine akitamkiwa ndoa, unajikuta hapo mahusiano yameshakufa. Sababu ya 4 na sababu ya mwisho ni sababu ambayo tunasema ni maradhi ya hofu ama wasiwasi. Kuna maradhi ambayo mtu anaweza akafanyiwa ama uchawi mtu anaweza akafanyiwa akapata athari ya wasiwasi ama hofu katika moyo wake kiasi ambacho anajikuta kila anapotaka kuanzisha mahusiano ama anapokuwa katika mahusiano anajikuta kuto kujiamini kwa kushindwa kumwamini yule ambaye alikuwa naye katika mahusiano. Tendo hili kinamsababisha huyu mwanamke anakuwa na mashaka kwa kila mwanaume anakuja, ana mashaka naye, hivyo inampelekea kuto kumwamini yule mwanaume. Akishaingiana kwenye mahusiano akiona tabia tofauti ndogo tu pengine ya kumtia mashaka, basi anaweza kuvunja mahusiano yake. Hii ni sababu ya maradhi ya hofu ama wasiwasi katika moyo wa mwanamke ambaye anajiingiza katika mapenzi, ambayo tunasema athari hii mtu anakuwa anafanyiwa katika mwili wake. Kwa wewe ambaye unaona una dalili hizi 4 ambazo tayari nimezungumza, na wewe unajikuta ni muhanga katika mtu ambaye kila siku unaingia katika mahusiano na kuachika, unaingia katika mahusiano na kuvunjika, basi nenda kakague tabia hizi 4. Huenda ikawa moja inakutesa katika maisha yako, na haraka ujue namna gani ya kuweza kujiondoa katika mwili wako. Usisahau kusubscribe katika channel yetu, kulike na kushare hii mada yetu, ili mradi wengine wazidi kupata elimu zaidi. Kwa mimi Khalifa Dr. Angakola, kwa haya machache afu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.